Hawatuonei kwa sababu wana nguvu, wanatuonea kwa sababu tumezingatia uoga kuliko mambo ya msingi. Tukiita maandamano ya kudai haki, mnatuacha wenyewe. Sisi tumelipa gharama zote. Lissu yuko jela kwa kesi ya uongo. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka afe. Hali ya nchi ni mbaya. Lissu yuko jela. Waliopanga kumnyonga hawatamnyonga. Lissu atatoka jela, na kisha anatoka jela. Na akitoka jela tunaingia barabarani. Chama hiki ndoto yake ya kwanza sio Lema kuwa mbunge, wala Mnyika, wala Lissu. Ndoto yake ya kwanza ni uhuru wa kweli, mabadiliko ya kweli na utu kwa kila mwananchi. Ni bora kuchelewa kushika mamlaka ya nchi, lakini mkajenga msingi mmoja katika nchi, culture, utamaduni wa watu kuheshimu haki na utu. Hilo ni jambo muhimu kuliko sisi kushika madaraka. Ukishajenga utamaduni huo, watoto wanaokuwa wataishi kwenye utamaduni huo, maana yake haki itakuwa inatamalaki. Hatujaogopa kuingia kwenye uchaguzi. Kama wakirekebisha sheria za uchaguzi, wakabadilisha na kanuni ambazo zinawabeba wao, wakasema uchaguzi sio mwezi wa 10, ni mwezi wa 6 au mwisho wa mwezi huu, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Na wale wasaliti wachache wanaokimbia mapambano ya no reform no election, ama kwa kurubuniwa au kwa kuhongwa au kwa tamaa ya vyeo, wakiacha nafasi tu, kwa sababu Chadema ni jeshi kubwa la mapambano. Viongozi wa chama maeneo husika, tumieni katiba ya chama ibara ya 6.35 inayohusu kuziba nafasi wazi za uongozi. Kamati ya utendaji ya kila ngazi au baraza kuu itaziba kwa muda nafasi yoyote ya kiongozi aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa ngazi husika. Nafasi zilizo wazi za viongozi walioteuliwa zitazibwa na vikao husika kwa kufanya uteuzi mpya. Nafasi zote zilizo wazi zizibwe, tusonge mbele, tuendelee na mapambano mpaka kieleweke.